hii ya 4 ya kipindi cha Kwaresima, ambapo leo Dominika hii mwaka A wa Kanisa ni juma la 4, ni Dominika ya 4 ya kipindi cha Kwaresima. Ndugu zangu, masomo yetu yote matatu yanatupa kutafakari mambo matatu muhimu, yaani huruma, msaada kwa wengine na jicho la Mungu, si jicho la mwanadamu. Mungu haangalii mwonekano wetu wa nje, yeye anaangalia moyo wa upendo, huruma, uchaji na ibada. Kwa hiyo ndugu zangu katika Kristo, masomo yetu hasa somo la kwanza, ujumbe huu unaonekana ambapo Mungu anamwambia Samueli asiangalie mwonekano wa nje. Huo itakuwa ni jicho la kibinadamu. Jicho la Mungu sio la mwanadamu. Mungu anaangalia moyo, sio urefu, unene, rangi, ukabila wala nini. Yeye anaangalia moyo wa huruma, upole, ibada, uchaji, msaada kwa wengine pamoja na upendo. Huu ujumbe ni sawa na ule tuliokwisha usikia katika Injili ya Yohane sura ya 9 aya ya 1 hadi 41. Tunaona Kristo anakuwa msaada kwa kipofu, ambapo kipofu ameponywa na Kristo. Yesu Kristo anakuwa msaada kwa kipofu, kinyume cha desturi na tamaduni za Kiyahudi. Wayahudi waliamini kuwa mtu mwenye mahangaiko, mtu mwenye magonjwa, mtu mlemavu na mtu mwenye shida ngumu kama hizo ilikuwa ni matokeo ya dhambi. Wayahudi, changamoto za ulemavu, magonjwa na majanga ilikuwa ni adhabu au matokeo ya dhambi. Yesu, kama tulivyosikia kwenye Injili, anamponya huyu kipofu, tena mbele ya Wayahudi hao waliokuwa wanaamini kipofu au upofu ni matokeo ya dhambi, ni matokeo ya dhambi iliyokomaa. Hivyo alistahili au anastahili adhabu ya Mungu. Mtu huyu alizaliwa kipofu, si kwa sababu ya dhambi za wazazi wake, bali ilipaswa iwe vile ili Mungu ajidhihirishe kazi yake ya wokovu kupitia umwilisho wa Yesu Kristo. Kwa hiyo Kristo katika kitendo cha kumponya kipofu ni fundisho kwetu sisi kwamba mtu anastahili huruma na hivyo anastahili msaada. Na tunavyoangalia huruma, sisi kama binadamu tunaweza tukawa tunajaji kwa kupitia mwonekano wa nje, lakini Mungu anaangalia mwonekano wa ndani, na ndio maana huyu kipofu anaponywa kwa huruma na msaada huo. Kazi ya Mungu isingekuwa na maana, isingekuwa na changamoto. Kazi ya Yesu Kristo hapa duniani ni kuwa mwanga, yaani msaada kwa wengine. Ndugu zangu, masomo yetu yote matatu yanatupa ujumbe huo wa huruma, msaada na jicho la Mungu, si jicho la mwanadamu. Ndugu zangu, masomo haya yanatualika sisi tuwe mwanga, yaani msaada kwa wengine. Pia Mungu ni mwenye huruma. Mungu ni mwenye kuangalia nani anastahili na nani hastahili, maana yeye anaangalia mioyo yetu, sio rangi, kabila, urefu na kuendelea. Tumuombe Mungu atusaidie hii neema ya kuwa mwanga kwa wengine kwa kuwasaidia wenzetu. Kufanya hivyo itakuwa ni tiketi ya kuona ufalme wake. Ila tukiangalia tu kwamba huyu ni mrefu sana, huyu ni mnene, huyu ni mweupe, huyu
huyu alivyopendeza, kwamba ndiko kibali cha kuona ufalme wa Mungu, itakuwa tuko kinyume na masomo haya ya leo, ambapo yanatukumbusha Mungu yeye anaangalia moyo wa ndani, si mwonekano wa nje. Kwa hiyo ndugu zangu, tumwombe Mwenyezi Mungu atusaidie neema hii ya kuangalia matendo yetu kutoka ndani ya mioyo yetu, si kwa matendo ya nje, si kwa rangi zetu, urefu, ukabila na vitu vingine. Tujenge desturi ya kuwasaidia wenzetu kama Yesu alivyomsaidia huyo kipofu, na kipofu ameponywa. Tumsifu Yesu.